malalamiko mengi yanatokea, na mengine kuyashuhudia wenyewe. Inawezekana kuna mwananchi wa kawaida aliyeteseka huko Namtumbo, Lindi, amehangaika kwenye masuala ya ardhi, amehangaika kupata haki zake za mirathi, anasafiri kutoka huko kuja kumtafuta katibu mkuu wa idara fulani ya wizara fulani, mkurugenzi wa wizara fulani, wa idara fulani. Anafika, ametumia nauli zake, ametumia fedha angeweza kutumia kwa watoto wake. Anafika kwenye ofisi, anakutana na msaidizi wa ofisi, anamuuliza, umeomba appointment ya kuja kumwona mkuu? Hii ni ofisi ya umma, umepewa dhamana wewe, haujapewa dhamana ya kumuuliza huyu mwenye ofisi ya umma, kwa sababu mwananchi ndio mwenye ofisi hiyo. Na hii inajitokeza hasa kwa waliopewa dhamana na chama, iwe dhamana ya kiutendaji, yani utawala, au dhamana ya kisiasa inayotokana na Chama cha Mapinduzi. Hapa namaanisha wenye dhamana ya uteuzi, ninamaanisha wenye nafasi za kuchaguliwa na wananchi, na wale wenye nafasi za kuajiliwa, kwa maana ya watumishi wa kawaida wenye nafasi ya kutoa huduma kwa wananchi hao. Watumishi wa kawaida walioaminiwa na serikali hii kuwasaidia wananchi kero zao, tungetamani kuona wanatumia nafasi hiyo kuwatumikia kweli wananchi. Wewe uliyeteuliwa kwenye nafasi yoyote ile, iwe ya kisiasa, iwe ya kiutawala, ujue kwamba hiyo dhamana ni ya muda. Umeaminiwa sio kwenye taifa kwamba una uwezo wewe peke yako kuzidi watu wengine. Nchi ina watu zaidi ya milioni 50 wenye uwezo wa kufanya kazi. Unapopata wewe, umepata kwa rehema ya Mungu, umepata nafasi ya kuaminiwa na Mungu, mtumikie Mungu kwenye hilo eneo. Hicho kiti ni cha muda. Hauheshimiki kwa sababu ya wewe kwa jina lako, unaheshimika kwa sababu ya hicho kiti ulichokalia. Inatokea mtu kabisa kabisa anayetawala ofisi kama ofisi ya nyumbani kwake. Vyeo visituleweshe. Vyeo hivi sio vya kwetu, ni vyeo vya wananchi. Na wananchi hawa sasa wameiamini Chama cha Mapinduzi kuwa ndio itakayosimamia serikali yake. Niombe niseme na wewe mwenye hiyo dhamana, kwa cheo chako chochote ulichonacho, unachojitambua kwamba umeteuliwa kwa namna yote ile, wewe ni sawa na punda aliyembeba Yesu. Punda alidhani ametandikiwa nguo, anapigiwa makofi kwa sababu yake, lakini alipomaliza kumshusha Yesu, punda alirudi kwenye normal situation. Alipigwa kama kawaida, alipigwa kama mazoea yake. Nikuambie tu kwamba wewe baada ya muda, miaka 4-5 uliyobaki nayo kwenye nafasi, utakapotoka hautopata dhamana hiyo uliyokalia leo. Hautokuwa na nguvu tena ya kufanya hiyo jambo. Utakuja kukutana na wananchi walioko huko mitaani. Ninasema hivi kwa sababu tunakutana na hayo mambo kwenye ofisi za umma. Nilienda kwenye ofisi moja ya waziri mmoja. Ninampenda yule PS, nisingetaka kumtaja. Mtu ametoka na malalamiko, mwananchi anasema alipofika pale, cha kwanza akapewa kwanza kahawa. Akaambiwa unatumiwa na korosho gani? Huyu ndio mtumishi wa umma anayemheshimu mwananchi aliyefika. Wewe mwenye kawaida ya kumuuliza mtu unaomba appointment, huyu aliyeteuliwa bosi wako ajitokeze kwenye vyombo kwetu huko aseme kwamba uwezi kuja kwangu mpaka uombe appointment. Nimshukuru sana katibu mkuu utumishi. Juzi alikuwa anazungumza kwa habari ya wakurugenzi kwamba amefika wakati wanajitolea mamlaka. Yani kuna watu wamejitwalia mamlaka sio ya kwae. Mtu anahangaika kuondoka kuhama kwa mujibu wa sheria, anamwambia wewe huwezi kuhama. Hujui mtu amepata mateso gani? Kuna kiongozi mmoja mkubwa, nisingetaka kumtaja, mtumishi wake ameugua siku 47, yuko kalala kitandani. Bima ya afya imekwenda, imelipa gharama. Huyu mtu anatoka pale, anafika ofisini, muajiri akiwa na taarifa zote za kimaandishi za kidaktari, muajiri anamfukuza kazi huyu mtu. Anateseka na watoto wake, ameumia na watoto wake, lakini kwa sababu ya matakwa ya mtu binafsi aliyeshika ofisi kama nyumba yake, aliyeshika ofisi kama halmashauri ya nyumbani kwake. Tuwaombe viongozi mliopata nafasi. Wengine wametofautisha chama na wananchi kwa lugha zao. Unawezaje kuongea lugha inayomharibu mtazamo mwananchi? Huyu mtu ana matatizo. Ichunge kauli yako kama kiongozi.
usichonganishe kati ya serikali na wananchi. Ni washauri wenye mamlaka ya kiuteuzi. Ni kweli, naamini kabisa wanakaa na kuwapa mafunzo ya kutosha wanaoteuliwa. Ni waombe yawe mafunzo ya mara kwa mara, kuwatoa kwenye kujaa kwenye kiti, kujisahau kuwa mwananchi ndio mwenye dhamana kubwa kwenye kiti alichokalia. Watu wana kawaida ya kujisahau. Mtu kiongozi anasimama anaongea mpaka unajiuliza ni kiongozi aliyedhaminiwa, aliyeaminika? Kwa kauli yake inachefua nchi nzima, inachefua mpaka wanaotawaliwa. Wenye mamlaka ya kuteua wajiridhishe kwa kina kwamba huyu mtu kweli atasimamia nafasi yake kwa wananchi bila kuleta chuki kwa wananchi na chama kinachotawala. Tunavyo vyombo vya kimaadili ndani ya chama. Vyombo hivi tunapogundua kuna mtu amekosea, zichukuliwe hatua. Hatuwezi kuwachekea watu wa namna hii, wanawatesa watu, lazima tuseme. Chombo hakiwezi kubaki kuwa chombo cha mtu binafsi. Vyombo vya maadili tunawaomba kusimama na kufuatilia kero. Wewe mchukulie kama kiongozi kama huyu, mtumishi wa kawaida aliyeugua siku 47 anatumia mipira pale, anatoka anafukuzwa kazi. Unafikiri huyu mtu leo atakipenda chama chake? Ataipenda nchi yake? Na hao watu wanapoondoka kwenye viti vyao, tunakuta wanatembea mitaani huku wamechoka vibaya. Laana za wale walioshindwa kuhudumia vizuri.